Naam. Baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025, Tanzania imeingia katika kipindi cha taharuki na maandamano makubwa yanayoongozwa na kizazi kipya cha vijana wanaojulikana kama Gen Z. Kizazi hiki kinajumuisha vijana waliozaliwa kati ya mwishoni mwa miaka 1990 hadi mwanzoni mwa miaka 2010. Kimekuwa mstari wa mbele kupaza sauti dhidi ya kile kinachoitwa udikteta wa kisiasa na ukandamizaji wa kidemokrasia. Tenshoni zilianza mara tu baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi yaliyompa ushindi mkubwa Rais Samia Suluhu Hassan wa chama tawala cha Chama cha Mapinduzi CCM kwa zaidi ya 67% ya kura. Naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Upinzani ulalamikia udanganyifu ukiwa na ushahidi wa kukamatwa kwa wagombea. Since the 1st of October this year, there have been over 60 abductions and enforced disappearances across the country. Kutoruhusiwa kwa mikutano ya kisiasa na udhibiti wa vyombo vya habari. Anayehamasisha kwenye mitandao. Wakati wanasiasa wakubwa wakinyamaza kwa hofu ya kukamatwa, kundi la vijana hasa Gen Z liliamua kuchukua hatua mitaani na mitandaoni kwa kutumia mitandao ya kijamii kama X, yani Twitter, TikTok, Instagram na Telegram. Waliandaa maandamano makubwa katika miji ya Dar es Salaam, Mwanza na Arusha wakidai haki, uwazi na mageuzi ya kisiasa. Tofauti na maandamano ya zamani, harakati hizi hazina kiongozi mkuu. Zinaendeshwa kupitia mitandao ya kijamii kwa mbinu zinazofanana na zile zilizotumiwa na Gen Z wa taifa la Kenya katika maandamano ya mwaka 2024. Vijana wanatumia majukwaa ya kidijitali kusambaza taarifa, kupanga maeneo ya mikutano na kutoa maelezo ya tahadhari kuhusu polisi. Hashtag kama vile #TanzaniaProtest, #FreeTunduLissu na #ChangeNowTanzania zimekuwa zikitumika kwa wingi kwenye mitandao. Serikali ilijibu kwa kutumia nguvu. Maafisa wa polisi na jeshi walipelekwa mitaani. Ripoti zinasema mamia ya waandamanaji walikamatwa, baadhi walijeruhiwa vibaya. Mitandao ya kijamii ilidhibitiwa kwa muda, huku baadhi ya tovuti za habari za ndani zikifungwa. Wakati Rais Samia Suluhu akitoa wito wa amani na utulivu kwenye kazi ya kulijenga taifa letu na kujenga utu wa Mtanzania. Vijana wengi walihoji kwa nini serikali inataka amani bila haki. Mashirika ya kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa na SADC yameitaka Tanzania kuheshimu haki za raia na kuruhusu maandamano ya amani. Kizazi hiki kinaonyesha mabadiliko mapya katika siasa za Tanzania. Wanaongea bila hofu, wanatumia teknolojia kama silaha ya kisasa na wanataka uwajibikaji wa kweli kutoka kwa serikali. Wataalamu wa siasa wanasema Gen Z ndio wanaweza kubadili mfumo wa siasa za Afrika Mashariki kwa kuwa wana mtazamo wa kidunia na wanachukia rushwa na ukosefu wa usawa. Hata hivyo, changamoto kubwa ipo katika namna wanavyoweza kudumisha harakati zao bila vurugu na bila kugawanyika. Baadhi ya makundi ya kizamani ya kisiasa yanaanza kuwaona kama tishio, huku wengine wakiwaona kama tumaini jipya la demokrasia ya Tanzania. Maandamano haya yameonyesha kwamba kizazi kipya cha Watanzania hakiko tayari kukaa kimya. Gen Z wamechukua nafasi ya kuwa sauti ya kizazi cha mageuzi, wakitaka haki, usawa na mabadiliko ya kweli. Hata kama serikali itazima harakati kwa muda, ujumbe wao tayari umefika. Kizazi cha sasa hakitanyamaza tena. Mie ni Douglas, shukran kwa kusikiliza.